riders, Yes. motorcyclists wanachangia ajali. Wengi wamepoteza maisha yao. Hata ukiangalia katika ile data yetu, ukiangalia Fato, ni wale riders na pillion passengers. Mwanzo sheria inaruhusu ubebe 1 billion passenger. Ambaye yeye mwenyewe anafaa kuwa na reflector, anafaa kuwa na helmet. Na wewe pia unafaa kuwa na reflector na unafaa kuwa na helmet. Lakini vijana wa siku hizi wameona kazi ya bodaboda ndo ya kupata, yani unajua kipato cha haraka. Lakini wanasahau ya kwamba hii ni kazi kama kazi nyingine na unafaa kuheshimu ile kazi yako, si ndio? Manake si ile ndo sahani yako na utaiheshimu. So wao pia tumewasensitize na kuambia kwamba the need to have a driving license. In fact class, hata watu wa tuktuk pia si bodaboda pia, hata wale tuktuk tunawahimiza wawe na classes, wawe na ile class, na tumeshika baadhi yao kupeleka kotini. Still the number is big. Wanachama, so through their chairpersons tumeweza kufanya mkutano na wao ndo tuwaelimishe kuhusu road safety measures. Maana hao bodaboda unaweza mpata kweli ana helmet, ana hiyo reflector, lakini ana patipati. Hiyo endesha na patipati, washindwa sasa. Kwani vipi? Kuna viatu ambavyo wanafaa kuvaa hawa. For their protection. Wanafaa. Manake in the event of accident uanguke, kama hauna protective gear, si utajeruhiwa ama utaaga dunia. Na kwa wale ambao wanaobebwa, ambao ni abiria, ambao hawataki kuvaa zile helmet, wao pia wanachukuliwa sheria, ama ninao jukumu la yule mwendeshaji kumlazimisha yule abiria kuvaa? Yule ambaye anambeba ndo anafaa kumlazimisha. Na kama hayuko tayari kuvaa ile helmet, so unamwacha, manake wateja ni wengi.